ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Tuko hapo? And this is what has happened already in all the Pentecostal churches. Makanisa yote ya Kipentekoste sasa hivi, kuna kizazi kimeinuka, kiko kwenye praise and worship team, kiko kwenye kwaya, ni mashemasi, lakini hawamjui Bwana wala kazi ambayo Bwana aliwahi kuifanya hapa Tanzania. Hakijawahi kushuhudia kiwete ananyanyuliwa live namna hii, hakijawahi kushuhudia. Hakijawahi kushuhudia mama alitolewa kizazi, akulewa kuja kusema nina mtoto huyu hapa wa kiume, wakati kizazi kilitolewa. Kizazi hicho hakijayaona hayo, hakijui kama kuna wakati malaika anaweza akatokea akakutumikia, akiyajui haya. Kikainuka kizazi ambacho hakikumjua Bwana, hakikujua mausia ya Bwana, kikainuka hicho kizazi. Matokeo yake ukisoma mistari inayoendelea, wana wa Israeli wakafanya maovu mbele za macho ya Bwana, yani bila aibu. Kinajua kabisa macho ya Bwana haya hapa, ndio kinaenda kusimama kabisa mbele ya macho ya Bwana, ndio kinafanya hayo maovu. Nao wakawatumikia Mabaali, wakamwacha Bwana Mungu wao, Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi Misri, wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote, wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana, akaghadhibika. Wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Mashtorethi. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Kizazi kisichomjua Bwana, hiyo ndio halali yao. Mungu wake anafanya hivi. Ndiyo maana leo, kwa sababu haumjui Bwana wala kazi alizowahi kuzifanya, bila haya unaamini eti nikimwaga chumvi kwenye kitanda changu itaongeza mapenzi kwa mume wangu. Na umetoa wapi hiyo theolojia? Umekutana na wezi fulani wakakwambia ukimwaga hii chumvi kwenye kitanda chako mume wako atakupenda zaidi. Mume analala kitandani na shangaa anaanza kuwasha. Nini? Anakuja kugundua ni chumvi, anakuzaba makofi. Hata kama ni nini, na kutandika makofi ya ukweli. Kwa sababu tuna kizazi ambacho hakimjui Bwana na tunamjua Bwana kupitia neno lake. Ndiyo maana leo hatulijui neno la Mungu. Tukisikia mtu tu anatumia jina la Yesu, tunajua huyu ndio mwenyewe. Hatujui kupambanua kipi ni cha Mungu na kipi sio cha Mungu. Matokeo yake tunazolewa. Wengine wanafikiri miujiza ndio kipimo cha utumishi. Nani alikwambia? Muda haunitoshi, ningewaeleza kwa kirefu zaidi, lakini ukimjua Bwana, tuwe kama ni Waberoya.
sawa, tumesikia ulivyohubiri. Wanasema jamani, hebu njoni hapa tuwe na nani. Wanaanza kupitia andiko kwa andiko. Alivyosema mtumishi ni sawa. Wakikuta umejichanganya wana wewe. Mtumishi hapo ulisema hivi. Mbona sisi tumesoma hapa? Sasa utoe maelezo ya ukweli. Mungu hufanya kazi na kizazi. Kwa kizazi kilipoini kwamba akimjui Bwana, Mungu akakiacha. Neno la Mungu ni lile lile. Maandiko ni yale yale. Jina la Yesu nguvu zake ni zile zile. Lakini kwa sababu hamumjui Bwana, inaonekana azifu jina la Yesu halina nguvu tena. Na ndio maana leo unataja jina la Yesu kwenye mapepo, alafu pepo linacheka. Linacheka. Wakati kina mzee Kulola alikuwa akisimama akipiga tu haleluya, mapepo yote yanalipuka. Alafu anayezalia 1, 2, 3 anza kutoka. Sarakasi utakazoziona na yanachomoka hivyo. Mwaka 2007 nikiwa Kigoma, ninamwomba Mungu akanishuka, akanitokea, akaniuliza swali. Nilikuja kwa Kiingereza. Where is the power of Pentecost in the church? Nguvu ya Pentecost iko wapi kanisani? Sikuwahi kutarajia swali kama hilo. Kumbe kuna nguvu ya Pentecost. Kwa sababu nilishindwa kulijibu, niliishia kulia sana. Na ikabidi nifuatilie. Ikabidi, yani nikawa ndo somo sasa. Nikabidi nifuatilie. Na nikagundua kumbe Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste alikuja na nguvu ya Pentekoste. Na nguvu hiyo ndio ambayo akina Stefano, binasema Stefano akijaa neema na uweza, alikuwa akifanya ishara nyingi katikati ya watu. Akina Paulo walipotembea katika hizo nchi za Ugiriki, Uturuki na Rumi na wapi, walitembea na hizo nguvu. Wanafika kwenye kisiwa cha Melita, wamepona ajali ya kuzama na merikebu. Wanafika kwa mkuu wa kile kisiwa, baba yake anahoma, alafu anaharisha. Paulo anaingia, anaweka mkono juu ya baba yake na pumlio. Kuharisha kuna kata pale na homa inamwachia pale. Inapomwachia namna hiyo, linakuwa tayari tangazo. Kisiwa kizima kikaanza kumiminika, mwenye kipofu, mwenye kiwete, mwenye nini, na Biblia inasema wote akawaombea na wakafunguliwa. Na hakukuwa na maandalizi kama vile tulivyokuwa tarehe 16 kutakuwa na kongamano la Kingdom Voices. Kwa hiyo hakuna cha matangazo ya namna hiyo. Yani ya nguvu unatembea nayo, hata ukiamshwa ukaambiwa kuna maiti hii hapa, unajifuta tu matongotongo. Nasema kuna maiti hii hapa. Tunataka nini? Tunataka ifufuke. Unabandikwa mkono, anafufuka pale. Maana hauhitaji tuimbe wimbo wa kuvuta. Wimbo unavuta nini? Kuvuta uwepo. Uliupeleka wapi? Uliupeleka wapi huo uwepo? Paka wa kuvuta. Na hata mkiimba hata huo wimbo wa kuvuta, wala hauvuti uwepo. Kwa mfano mtu anasema naomba tumwabudu Mungu kwa ajili ya kuvuta uwepo. Chunguza
kisichomjua Bwana wala kazi alizozifanya. Kikainuka kizazi ambacho hakikuona kwa macho wakati bahari ya Shamu inapasuka na wana wa Israeli wakavuka. Kikainuka kizazi ambacho hakikuona kuku wanatokea jangwani. Ulishawahi kuona wapi kuku anadondoka kutoka mbinguni, anakuja anapaa, lakini akishadondoka uwezo wa kupaa haupo tena. Wao ni kazi yako ni kumuokota na kuchinja na kupiga menyu kwa kwenda mbele. Kizazi hicho hakikuona hayo. Kikainuka kizazi ambacho hakikuona mwamba unaambiwa utoe maji na maji yanatoka. Hakikuyaona hayo. Leo katika kanisa, hasa waliookoka kuanzia miaka 2000 kuja huku, kuna mambo hamkuyaona. Kuna mambo hamkuyaona. Mimi niliokoka mwaka wa 87. Kipindi hicho kuna vitu tuliviona, na nikawa naongea na mzee wa kizazi cha pili kutoka kwenye kizazi cha kwanza cha walioanzisha kanisa Kipentekoste. Ananiambia hivi, miaka ya 60 ilikuwa ni balaa. Yaani ule upako ulikuwa unatenda kazi miaka ya 60 ukilinganisha na miaka ya 80. Miaka ya 80 haivui nda. Sasa nikasema nilivyokuwa naona nguvu ya Mungu namna hiyo, ina maana miaka ya 60 ilikuwaje? Maana miaka ile watu walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu, anashindwa kuongea lugha ya kawaida hata siku 3 amefurika. Ukimsemesha tu akinyamaza, kalete kuni, alafu hivi ulienda kuchukua ule mzigo niliokuambia, akitaka kukujibu tu paka waliokuwa wanatokea familia za kipagani wakawa wanataka kupelekwa kwa waganga, maana wamechanganyikiwa. Hayo mambo tunayaona leo. Tunayaona leo. Juzi nilikuwa nimeenda kuhudumu kwenye Easter Conference kule Mwanza. Nikaita nguvu za Roho Mtakatifu. Na niliwaambia hivi, nataka yale mambo ambayo tuliyeshuhudia miaka ya 80 yatokee mahali hapa. Nikaita nguvu za Roho Mtakatifu. Vijana wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakajaribu kuwanyamazisha kama iliwezekana. Kijana mmoja wengine wakajitahidi wakafaulu, maana ulikuwa wakati wa kwenda kula. Kwamba ni wakati wa kwenda kula. Ukimsemesha anatulia. Akitaka kukujibu tu atalipuka. Ikabidi waanzishe kwenda kula. Wale waimbaji wa sifa wakakaa kwenye drums, kwenye keyboard, kwenye nini, wakaendelea kufukiza ungumba ili huyu jamaa azame aendelee kushandaraizi zaidi. Nataka niwaambie, Mungu ameweka ndani yangu mzigo wa kuhakikisha kile ambacho makanisa ya Pentekoste kimepotea kirudi ndani ya kanisa. Kirudi na kuhakikishia kitarudi. Hicho kitu kinarudi. Hiyo nguvu inarudi. Hiyo nguvu inarejeshwa. Kuna urejesho unatokea. Watu hapa wanatachilia mzigo ndani yao, watalibeba hili jambo kwa namna isiyokuwa ya kawaida mpaka kieleweke. Kuna watu Roho Mtakatifu ameshaanza kusema na wao. Ya kwamba ni wewe ndio unahusika. Wewe ni mmoja wao. Mimi si hata kujitetea. Wewe ndiwe ambaye unahusika. Mungu anafanya kazi na kizazi. Kizazi kikifanya vizuri, kitakachofuata kisipofanya vizuri, mambo yataenda chini mpaka mfutaka. Na hii mambo yakinuke, lazima kiinuke kizazi kingine. Mungu amenituma kuja kupiga mbio. Kinahitajika kizazi
kinahitajika kizazi kingine, kinahitajika kizazi kingine, kinahitajika kizazi kingine. Wanahitajika wamama ambao watajifunga vibwebwe. Mwaka 2021 nilienda kuhubiri Bukoba. Nilipomaliza mahubiri nikaondoka. Nilivyoondoka nikaanza kupigiwa simu, naambiwa kuna wamama wameamua, walikuwa wanakata siku 7 Hajara anamtafuta Bwana kwa kile kitu nilichokiachilia. Wakasema haiwezekani, hii aibu ndani ya kanisa inayoendelea haiwezekani, lazima tubadilishe hali ya hewa. Chakula pamoja na kwamba ni kitamu, lakini hakina maana yoyote ikiwa jina la Yesu linatukanwa. Halafu na sisi watu wazima wenye ili weitene tumesoma, halafu tupo tunaangalia mambo yaharibika, uzinzi unazidi kutapakaa ndani ya kanisa na kuonekana ni kitu cha kawaida, wakati ni jambo la kutisha. Wakainuka watu ambao wanasema haiwezekani. Mambo haya lazima yafike mwisho. Mungu hufanya kazi na kizazi. Ukisoma Matendo 13:36, Biblia inasema Daudi akiishi kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, akalala akakusanya pamoja na baba zake. Matendo 13:36. Nimesema Mungu hufanya kazi na kizazi. Kizazi kikifanya vizuri, kikiinuka kizazi cha vijana wenye moto, wenye kiu kwa ajili ya Bwana, kanisa lazima lipone. Wakiinuka wamama wenye uchungu ambao Yeremia kauliza, wako wapi wamama wanaojua kuomboleza ili waomboleze? Na tukiwatazama ili wakati wanaomboleza, na sisi tunakuwa hatuna namna, macho yetu na sisi yataanza kububujikwa na machozi. Wamama mmebeba destiny ya kanisa. Wamama, machozi yenu ni ya maana sana, yanaweza yakapindua mambo mahali mlipo, mkiamua kuitumia nafasi yenu inavyotakiwa. Daudi akiisha kuitumikia shauri katika kizazi chake, Daudi alifanya kazi yake kwenye kizazi chake. Baada ya Daudi anafuata Solomoni. Solomoni naye akafanya katika kizazi chake, akaja na mambo yake ya ambayo yalikuwa tofauti kidogo na Daudi. Baada ya pale wakaja watoto wa Solomoni, yakatokea na majanga mpaka taifa likagawanyika, ufalme wa kusini na wa kaskazini, kwa sababu kuna kizazi kipya kimeingia ambacho hakitembei kwenye misingi ya kwanza iliyolianzisha taifa na kulijenga, kulifanya liwe na nguvu namna hiyo. Kizazi kilichoinuka akikutembea na kwenye misingi hiyo, matokeo ufalme wa Israeli ukagawanyika kati ya Yuda na Israeli. Makabila 10 Samaria, makabila 2 Yuda, kwa sababu ya kizazi. Na baada ya pale wakafuata wafalme wengine wahuni akiwemo Ahabu akageuza moyo na mke wake, kaanza kuabudu miungu ambayo mke wake alikuwa anatokea. Biblia inasema akamkosesha mfalme Yezebeli, na leo roho ya
kuna watu waliokoka kwa sababu ya kile walichokiona kutoka kwao. Leo tunawaonyesha nini watu? Tunakuwa na ibada kavu, hakuna mtembeo wa Roho Mtakatifu. Kiongozi wa ibada anaongoza ibada kama vile anaongoza sherehe. Badala ya kutengeneza mazingira uwepo wa Mungu utembee ibada, unaleta staili za kwenye harusi. Unaongoza ibada. Viongozi wa ibada wanaongoza ibada kama MC kwenye sherehe. Sivyo Bwana wa majeshi, mambo lazima yafike mwisho. Haya mambo lazima yafike mwisho. Tusilete utani kwenye nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana ni mahali pa uponyaji. Nyumba ya Bwana ni mahali ambapo Bwana anafanya operation kwenye nafsi zilizochanganyikiwa, kwenye watu walioumizwa. Mahali hapa ndipo wanapata uponyaji. Lazima mahali hapa panaone na uwepo wa Bwana. Kiongozi wa ibada na kila mmoja wawe ni waimba sifa. Kila mtu anahusika kuhakikisha there is a presence of God hovering in the service. Naleta vichekesho na comedy kwenye ibada. Kizazi kisichomjua Bwana wala kazi alizozifanya. Unafikiri kina Paulo wangekuwa wanafanya kama tunavyo, wangeweza kutenda hayo mambo ambayo yalikuwa yanatendeka? Kila kitu ni mzaha tu sasa hivi. Mizaha mingi. Mpaka tunatunga nyimbo za mizaha. Alo mbinguni, nataka gari. Huo ni mzaha madhabahuni. Mzaha madhabahuni. Mungu ameniagiza niyaseme haya kwa sababu mauti imepanda madirishani. Mauti imepandia kanisa kupitia kwenye madirisha. Kanisa linakufa na tunaona namna hii. Kanisa linapoteza relevancy na sisi tupo. Watoto wetu hawa waliopo hapa, kama tutaendelea na michezo tunayoifanya, usitarajie kuja kuinuka mtume au nabii au mchungaji ambaye atatembea kwenye misingi ya nguvu za Mungu. Maana waliotembea kwenye misingi ya nguvu za Mungu walionyeshwa kwanza kwa mfano. Yesu akakaa na wanafunzi wake miaka 3, anatembea nao, ananyenyua vieti na wao wanaona, anaponya, anafungua macho ya vipofu na wao wanaona, anatokewa na Elia na Musa kule mlimani na wao wanaona, na wanasikia sauti inamsemesha kutoka mbinguni. Wanaonyeshwa, wanaona hayo yote, wanaona Yesu anaamuru bahari itulie, wanaona kwa macho yao. Baada ya kukaa miaka 3 akamwambia, sasa nimeshawaonyesha nyinyi ndio mtakaochukua hiki kijiti, ndio tunaona. Petro siku ya kwanza tu aliposimama na kuhubiri, Yesu hakuahidi kuhubiri watu wengi namna hiyo katika yani kwenye mkutano mmoja, watu wengi namna hiyo wakamwamini Petro. Mkutano mmoja, kwa sababu aliona na alishawishika, akataka vizuri, akasimama kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Watu 3,000 walimpa Yesu maisha yao pale pale, tena walihesabiwa wanaume tu. Wanaenda kanisani wala wanaenda kanisani, wanafika mlangoni wanakuta kiwete. Jamaa, wewe mbona upo hapa siku zote? Sasa iko hivi, nilicho nacho hivi, sina hicho hapo hizi, ila nilicho nacho mimi. Wewe una nini? Ukikutana na kiwete una nini cha kumpa?
Ukikutana na mtu amepigwa na shetani, una nini cha kumpa? Akamwambia, kwa jina Yesu na kuamuru, nyanyuka uanze kutembea, ufanye kazi kwa miguu yako mwenyewe, upate hela. Sikaje kuomba hapa. Akawa helemelea, akampa mkono, nyanyuka. Jamaa kanyanyuka. Na baada jamaa badala ya kwenda kukimbia sasa huko, akaingia kanisani akirukaruka akimsifu Bwana, maana ameona muujiza huu umetendeka kwa sababu ya kanisa. Kuna watu leo wanakuja hapa kutafuta muujiza, akija upata shida yake kwa ni mtoto, akisha beba mimba hamuoni tena. Wanamtumia Mungu, they are using God for their problems. Wanamtumia Mungu kwa ajili ya shida zao. Ni kweli Mungu is a problem solver, lakini miujiza ni vitu vya ziada, ni marupurupu ya anayemwamini. Mungu anachotaka wewe umwabudu yeye, uwe na mahusiano na yeye ya moja kwa moja, maana mission yake ni wanadamu wote waweza kurudisha mahusiano yaliyopotea kupitia msalaba wa Yesu. Wewe huji kanisani kwa ajili ya kutafuta muujiza, kwa sababu muujiza inatakiwa ifuatane na wewe. Ezra sura ya 3 mstari wa 10. Hata wajenzi walipouweka ule msingi wa hekalu la Bwana, wakawaweka makuhani wamevaa mavazi yao, wenye baragumu na Walawi wana wa Asafu wenye matoazi, ili wamwahidi Bwana kama alivyoagiza Daudi mfalme wa Israeli. Wakaimbiana wakamhimidi Bwana na kumshukuru, wakasema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli ni za milele. Kisha watu wote wakapaza sauti zao na kupiga kelele walipomhimidi Bwana, kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekwisha kuwekwa. Bali makuhani wengi na Walawi na wakuu wa mbari za mababa waliokuwa wameiona nyumba ya kwanza wakati msingi wa nyumba hii ulipowekwa mbele ya macho yao, wao badala ya kupiga kelele walilia kwa sauti kuu. Vipi, mnanifuata? Walilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipiga kelele za furaha. Umeona? Hata watu wasiweze kupambanua kelele za furaha na kelele za vilio vya watu, maana watu walipiga kelele kwa sauti kuu na kelele zao zikasikilikana. Vizazi viwili tofauti tunaviona hapa. Kizazi kilichoona msingi wa kwanza wa hekalu ulivyokuwa na utukufu usiokuwa wa kawaida, alafu na kizazi ambacho hakikuona huo msingi na hekalu la kwanza lilivyokuwa, chenyewe kikashangilia, ndio yenyewe, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kizazi kilichokuwa kinalijua hekalu la kwanza lilivyokuwa, wao badala ya kushangilia waliangua kilio. Kizazi ambacho hakikuona upentekoste wa kwanza vile ulivyokuwa, ndiyo maana leo hamsikii hata shida mambo yanayoendelea ndani ya kanisa, wala hayakurumi. Mpaka leo kuna watu wanadiriki kufundisha na kuhalalisha dhambi, kwa sababu hawakuiona ile kazi nyakati za wakati sisi tunaokoka. Mtu ikifika Jumapili ulikuwa unajitafakari hasa. Kwa nini? Kwa sababu ukija uko vibaya kabla ibada haijaanza, kiongozi anataka kuimbisha wimbo, ghafla nabii mmoja anaibuka na Bwana anasema kuna watu maisha yao hayako sawa, tengenezeni kwanza ndipo muendelee na ibada.
yalikuwa maisha. Leo tuna kizazi kinachapa dhambi, kinapanguza mdomo, kinakuja mpaka na madhabahuni, kinashika maiki, kinaimba. Siku mkikikamata live, ndio kinasema shetani alinipitia. Jinga kabisa, shetani alinipitia. Naomba mnisamehe, shetani alinipitia, wakati ni maisha yako. Tena wengine wasivyo na adabu nakwambia, ndugu, tunasikia umeanguka kwenye kitu hiki, nitawashtaki, nileteni shahidi. Mna ushahidi gani kama mimi nimefanya hivi? Wazee wa kanisa amkutane nayo, niletee ushahidi. Msiponiletea ushahidi na wakupeleka ustawi wa jamii. Ushahidi ukionekana ndio jamani, naomba tu jamani, hii ni wazazi wangu, anapiga na magoti, hii ni wazazi wangu. Kizazi ambacho hakikuwahi kuona. Nenda kwenye kanisa la Petro, alilokuwa anaongoza Petro. Ukiwa hivi unakufa pale pale, unafia kanisani. Ingawa Paulo alikataa kuzika, yeye akamfufua. Uwezo ukafia kanisani alafu tukakuzika. Ukifia kanisani, kanisani ni mahali pa kufufuliwa, tunakufufua. Ila Petro hakuenda kuzika. Petro aliamuru vijana, idara ya vijana, mimi siwezi nikaacha Mungu kwenda kuzika, kuongoza ibada ya mazishi. Idara ya vijana, chukua huyu kazike huyu. Akaja baada ya masaa 3 anakuja na mke wake Safira. Mtumishi, ndio hivi kabisa. Petro anamwambia, unaona hiyo miguu inayotoka kuzika mume wako? Na wewe watakuzika hivyo hivyo. Na yeye akadondoka, akaenda kuzikwa. Biblia inasema kukatokea hofu ya Bwana ndani ya kanisa, hata watu wakaogopa kuwasogelea mitume. Kwa nini? Hapa nikisogea Mungu anafanya kazi na kizazi. Kwa hapa kizazi kimoja kikashangilia kwa mambo yako mazuri. Na kweli sasa hivi mambo yako mazuri. Mnaona haya majengo mnayoabudia sasa hivi, miaka ya 80 hayakuwepo. Mnaona hivi vinanda vizuri vitamu hivi vilivyo, miaka ya 80 havikuwepo. Tulikuwa tunaimbia chupa ya Fanta, unakuwa na msumari ndio unatengeneza biti kwenye chupa, pamoja na chuma zile za pedal za baiskeli. Mkianza kuimba katikati ya wimbo, mapepo yameshaanza kulipuka, wagonjwa wameshaanza kupona, Roho Mtakatifu ameshuka. Leo vinanda vizuri, majengo mazuri, makanisa makubwa, viti vizuri, tunavaa vizuri, lakini no manifestation. Shame on us. It's a great shame on us. Ya kwamba leo tuna kila kitu. Leo watu hata kiuchumi wako vizuri. Lakini when it comes kwenye spirituality, kwenye ubora wa kiroho, yale mambo ambayo tulitakiwa kuyaonesha kwa ulimwengu, imekuwa ni hadithi. Time has come. Muda umefika. Muda umefika. Hagai 2:3. Kwa sababu wakati wa ujenzi wa hekalu hili, Hagai ndio alikuwa nabii. Ameandika pale, anauliza kama kuna watu walioliona lile hekalu la kwanza. Anawauliza, kuna watu walioliona? Utaenda kusoma mwenyewe maana muda umeniishia. Anauliza, kuna watu walioliona lile hekalu la kwanza? Bado wapo miongoni mwenu? Miongoni mwenu.
Wapo walioshuhudia mambo ambayo kina mzee Mabondo walikuwa wanayafanya. Anajenga kiuzio hivi kwenye mikutano ya Injili, anajenga kiuzio kinakuwa na mahali pa kuingilia. Unaingia, ulikuwa na mapepo, na anakwambia kabisa kama unaumwa ingia huko. Anakwambia ugonjwa wako hautavuka. Wakati unatoka hauwezi kuvukana. Unaingia na mapepo. Ukikaribia kuvuka, yale mapepo yanachachamaa, yanakutoka, ndio unatoka kwenye huo uzio. Where is that power today? Na Roho Mtakatifu yule, nguvu zake bado ni zile zile. Na watu aliowatumia kipindi kile hawakuwa na pua tatu, walikuwa na pua moja kama wewe ulivyo. Hawakuwa na macho matano, walikuwa na macho mawili kama, walikuwa na miguu miwili kama wewe. Where is the problem? Tatizo liko wapi? Kizazi ambacho hakikuona hekalu la kwanza, chenyewe kinaona mambo yako vizuri tu, kinaandaa safi. Kinachotakiwa kufanyika ninapomaliza, Yeremia 6:16. Yeremia 6:16 anasema hivi. Isaya inaanza ndio inafuata Yeremia, si ndio? Yeremia 6 inasema hivi. Bwana asema hivi, kanisa la Kwembe, Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema. Hawa jamaa waliokuwa wanatabiriwa wakasema wala hatuna muda huo wakaenda kuuliza. Naomba Mungu hapa Kwembe msijibu hivyo. Ipotatoa vijana wawili watatu ambao watasema tunauliza mapito ya zamani. Story kama hizi ambazo nimekuhadithia za wazee wa hapa nchini, bado hatujaenda Nigeria kwa kina Idahosa, bado hatujaenda kwa kina Mabalo, hatujaenda kwa kina Charles Finney, mtu ambaye alikuwa anaenda kuomba kwenye mlima. Wakati anapokuwa anapita ile njia aliyokuwa anapita kuelekea mlimani kwenye maombi, ilikuwa inapita kwenye kasenta ambapo viwanda ndio vilikuwa vimeanza kujengwa. Historia inasema alikuwa akifika lile eneo, akuta mitambo ilikuwa inazunguka namna hii. Mitambo inabadilisha mwelekeo, inaanza kwenda anti-clockwise. Anapita tu mtu wao. Ikabidi waweke walinzi, waweke mlinzi. Wakisikia tu anakuja, jamani zimeni mitambo, Chaspini anapita, wanazima. Ameshapita, washeni sasa, wanawasha. Akimaliza maombi, yule wa upande wa pili, jamani anakuja, zimeni, wanazima. Kama unaelewa ninachokuwa. Yaani watu Mungu amewahi kukomiti uweza wake kwa kiwango hicho, kwa wanadamu. Idahosa anasoma matangazo siku moja. Tangazo la kwanza, wamama watatakiwa kubaki. Tangazo la pili, akadondoka mtu kutoka ghorofa ya chini wakati anaendelea na matangazo. Kichwa kikapasuka, ubongo ukamwagika na damu. Watu wakataharuki. Idahosa anaendelea. Tangazo la tatu, ule mkutano, ile conference ya mwezi wa 10 bado ipo, itaendelea.
Sasa alipoona watu wanataharuki, akashuka. Akasema tengenezeni njia. Akasema tu, roho iliyotoka ndani ya huyo mama na kuamuru mrudie sasa hivi. Alipotamka hayo maneno, na alinena kwa lugha maneno kama matatu hivi. Ghafla ubongo ulikuwa umetapakaa hivi. Yaani unaweza kufikiri maigizo, ukaanza kurudi wenyewe kwenye fufu. Na damu iliyokuwa inamwagika ikaanza kurudi ndani. Vilipoishiria ndani, fufu na denye lika. Alafu na mtu akanyanyuka. Alafu Dawasa akarudi. Tangazo la 5, siku ya kizazi ambacho hakikuona kazi zilizofanyika. Ulizeni mapito ya zamani. Vijana mlioko hapa, fuatilieni wazee wa zamani walitembeaje. Msiwadharau wazee. Tafuta, hata kama ni vitabu vyao, tafuta, soma. How did they walk with the Lord? Utagundua, itabadilisha sana mtazamo wako. Itabadilisha sana mtazamo wako. Msipofanya hivyo, kanisa litaendelea kufa. Lakini Mungu hayuko tayari kanisa kufa. Kuna wakati tu, maana makanisa yote ya Pentecost yameshafikisha miaka, yanakaribia miaka 100. Uamsho wenyewe ulishatimiza miaka 100. Ila kwa hapa kwetu yote yanakaribia miaka 100. Makanisa yote ya Pentecost, mengine miaka 90 na kitu, mengine yalishafikisha 100, mengine yana 80, mengine yana 70. Ndiyo maana kuna hali ya hewa ya namna hii. Lakini aishivyo Bwana. Elia akasema, nimebakia mimi tu, na mimi wanatafuta waniue. Mungu akamwambia, sio kweli. Kuna remnants, kuna masalia bado yapo. Mungu hawezi kuliacha kanisa lake life. Msipoamua nyinyi kizazi hiki mnaonisikiliza, Mungu atainua kizazi miaka 20 ijayo cha watoto wadogo ambao watatembea na nguvu za Mungu. Na ukiangalia wazee hao, mapito ya zamani mojawapo, these people were men and women. Catherine Coleman were men and women of prayer. They gave themselves. Matendo ya Mitume 6:4. Petro akasema, sisi msituingilie kabisa. Sisi tutadumu kulihudumia neno pamoja na kusali. Biashara za huduma si kugawa misaada. Tafuteni watu wengine. Kwa nini? Yaani biashara ya kutembea na Mungu, siri yake iko kwenye prayer na kwenye neno. How thirsty are you? Una kiu kwa kiwango gani kulijua neno la Bwana? Una kiu kwa kiwango gani kwa ajili ya Bwana? Na yaani ukisha kuwa na hiyo kiu kwa ajili ya Bwana, hautasubiri kupangiwa ratiba kufunga. Roho Mtakatifu atabanana na wewe. Atakwambia, no, leo hakuna kula.
nasema maisha ambayo nimeyaishi na mpaka sasa